Yesu asifiwe. Ni jambo la kumshukuru Mungu tumepata nafasi hii. Napenda kukaribisha kila mmoja katika kongamano hili na kuombea wanafunzi wa kidato cha 4 wa nchi ya Tanzania ambao wanaanza mtihani wao wa taifa siku ya Jumatatu tarehe 15 mwezi wa 11 mwaka 2021, na pia watamaliza siku ya Alhamisi tarehe 2 mwezi wa 12 mwaka 2021. Kwa majina yangu mimi naitwa Mwalimu Paul Njolai Moko. Natoka katika nchi ya Tanzania. Hii ndio bendera yetu ambayo tutakayokuwa naitumia katika maombi, na kimsingi ninatamani sana tufanye hili jambo kitaifa, kwa sababu kwamba manake tunahitaji kuona nguvu za Mungu katika kipindi cha mtihani. Hawa tunayekwenda kuombea wamekuwa katika safari ya kujifunza na kusoma kwa muda wa miaka 4, na wengine unakuta wamerudia form 2 kwa miaka 5, wengine miaka 6. Kwa hiyo ni kipindi kirefu sana wakiwa wanajiandaa kwa ajili ya kuhakikisha ya kwamba wanavuka vizuri katika daraja hili. Sasa tunachofahamu kwamba katika maisha kila siku kuna ufalme wa giza na kuna ufalme wa nuru, na hizi falme mbili zinashindana tangu katika bustani ya Eden. Na katika misingi ya namna hiyo kwamba ili ufalme wa nuru uweze kufanya kazi unahitaji watu, na ili ufalme wa giza uweze kufanya kazi wote wanahitaji mwili. Kwa hiyo maana yake tumeweza kuamua sisi ndani ya mioyo yetu kwamba tuwe miili ya Kristo kwa ajili ya kufanya kusudi lake. Na tutakapoenda kuombea hatutoangalia swala la dini, swala la kabila, swala la jambo la msingi ni kwamba mtahiniwa yeyote wa kidato cha 4, awe ni mwanafunzi wa shuleni au awe ni mwanafunzi ambayo wa kusoma nyumbani, ambaye anaita private candidate au school candidate. Kwa hata yeye unayokuwa unanitazama, manake haijalishi ya kwamba hauko kwenye kusanyiko hili, kwa sababu katika jinsi ambavyo Roho Mtakatifu alivyokuwa ametukusanya, niko na watu kadhaa ambao ni askari wa Bwana Yesu au walinzi. Lakini pia na wewe ambaye unakuwa unanitazama unaweza pia ukashiriki jambo hili mahali popote pale. Yaani usifungwe na mahali kwamba mpaka niende kanisani tunaweza nikaomba, au mpaka niende kwenye shule zile ambazo wanazokuwa wapo kidato cha 4. Usifungwe na mahali, kwa sababu Mungu wetu hafungwi na mahali. Na katika kuabudu na katika kumwomba Mungu hakuna swala la mahali. Ukisoma kitabu cha Yohana sura ya 4 mstari wa 19 mpaka wa 25, unaona jinsi gani Yesu alivyokuwa anazungumza na mwanamke Msamaria. Na yule mwanamke Msamaria anamwambia kwamba sisi tulikuwa tunaabudu juu ya mlima huu. Unaona? Na lakini anasema kwamba Wayahudi walikuwa wanaambia wao kwamba sehemu sahihi wanaotakiwa kuabudu ni Yerusalemu. Kwa hiyo maana yake akawa anajaribu kuwasilisha vitu vile. Lakini Yesu alimwambia tu kwamba jambo hili kwamba saa inakuja nayo sasa ipo ambayo hamtamwabudu Baba katika mlima huu wala kule Yerusalemu, bali mtamwabudu Baba katika roho na kweli. Na Mungu ni roho, na maabudu yeye imempasa kumwabudu katika roho na kweli. Inamaanisha nini? Kwamba baada katika agano jipya Mungu hafungwi na mahali. Amen. Hafungwi na mahali, hafungwi na hali yako ya kiroho. Hafungwi na hali yako kwamba labda unasema kwamba jana nimetoka kutenda dhambi. Mungu hafungwi na hivyo. Sisi ndio tunajifunga katika mioyo yetu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tutakuwa na vipindi vichache ambavyo tutakavyokuwa tunaenda navyo, lakini kipindi ambacho cha msingi ni kile ambacho cha maombi sasa, kwa sababu kuna agenda ambazo Mungu ameweza kutupa. Na kwa sasa naomba tu kwamba tuweze kuingia katika wakati wa kusifu, alafu tutapata nafasi ya kumwabudu Mungu, na baada hapo tutaomba na tutakaa kwa usikivu. Na nachotamani, kwa sababu ni huduma ya walimu, uwe na daftari lako, uwe na kalamu yako, uweze kuandika hizi agenda ambazo tutakazokuwa tunakwenda nazo, kwa sababu ni vizuri kadaka sana hizi agenda na kusikiliza pia mistari ya kuweza kusimamia. Amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa katika kuimarisha imani yetu, tutakapoenda kupata nafasi ya kumsifu Mungu wetu kwa matendo makuu, naomba tusome Zaburi ya 150 mstari wa 1 mpaka wa 6. Neno la Bwana linasema kwamba haleluya, msifuni Mungu katika patakatifu pake. Kwa maana yake napaswa kwenda kumsifu Mungu katika patakatifu pake. Msifuni katika anga la uweza wake. Mstari wa 2, Zaburi 150 mstari wa 2. Msifuni kwa matendo yake makuu. Msifuni kwa kadri ya wingi wa ukuu wake. Msifuni kwa mvumo wa baragumu. Msifuni kwa kinanda na kinubi. Msifuni kwa matari na kucheza. Msifuni kwa zeze na filimbi. Msifuni kwa matoazi yaliayo. Msifuni kwa matoazi yavumayo sana. Kila mwenye pumzi na msifu Bwana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa naomba basi tuweze kupata nafasi ya kwenda mbele za Mungu. Hajalishi ni mahali, kama uko mahali ambapo unaweza kusimama ukacheza, kumwimbia Mungu wako kwa matendo makuu aliyokuwa amekufanyia kwanza, kabla ya kuanza kwenda katika utumishi ambao alikuwa ametuitia, itakuwa vyema. Kwa hiyo ni vizuri ukasimama ukacheza, kwa sababu tunaona hapa tunasisitizwa kwamba ni vizuri kumsifu yeye kwa matendo makuu ambayo ameyafanya katika maisha yetu. Sasa tunapofika kwenye kipindi cha sifa,
Hebu kumbuka matendo makubwa ambayo Mungu amekufanyia tangu ulipozaliwa, tangu ulipoumbwa katika tumbo la mamako na mpaka sasa. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Okay, kwa hiyo tutakwenda kumsifu Mungu na wimbo wa Mfalme Sedekia ambao unasema kwamba nitaimba. Naamini ni wimbo ambao watu wengi tunaofahamu. Lakini hata kama tufahamu, ndio kujifunza hivyo kidogo kidogo. Hakuna mtu ambaye alikuwa amezaliwa akiwa anafahamu. Amen. Amen. Kwa hiyo tunaweza tukapata nafasi ya kuweza kuimba. Nitaimba haleluya asubuhi, nitaimba haleluya mchana, nitaimba haleluya jioni, haleluya na hata usiku. Nitaimba haleluya mchana, nitaimba haleluya asubuhi, nitaimba haleluya jioni, haleluya na hata usiku. Nitaimba haleluya asubuhi, nitaimba haleluya mchana, nitaimba haleluya jioni, haleluya na hata usiku. Nitaimba haleluya asubuhi, nitaimba haleluya mchana, nitaimba haleluya jioni, haleluya na hata usiku. Mhubiri anasema kila jambo na wakati wake, wa kupanda na kuvuna, wa kucheka na kulia. Haleluya, nina wimbo wa kila wakati na kila majira. Wimbo ni ho, nitaimba haleluya asubuhi, nitaimba haleluya mchana, nitaimba haleluya jioni, haleluya na hata usiku. Nitaimba haleluya asubuhi, nitaimba haleluya mchana, nitaimba haleluya jioni, haleluya na hata usiku. Nitaimba haleluya asubuhi, nitaimba haleluya mchana, nitaimba haleluya jioni, haleluya na hata usiku. Mhubiri anasema kila jambo na wakati wake, wa kupanda na kuvuna, wa kucheka na kulia. Haleluya, nina wimbo wa kila wakati na kila majira. Wimbo huu nitaimba haleluya asubuhi, nitaimba haleluya mchana, nitaimba haleluya jioni, haleluya na hata usiku. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi tuweze kuandaa mioyo yetu kwa ajili ya kwenda kumwabudu Mungu. Amen. Naomba uchukue Biblia yako. Tutafungua kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 4 mstari wa 19 mpaka wa 25. Tutasoma michache tu. Yohana Mtakatifu sura ya 4. Yohana Mtakatifu sura ya 4 mstari wa 19 mpaka wa 25. Ila nitasoma tu 23 na 24 na 25. 23 na 24 tu. Amen. Neno la Bwana linasema kwamba lakini saa inakuja nayo sasa ipo, ambayo waabudu halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli, kwa maana Baba watafuta watu kama hao wamwabudu. Mungu ni roho, na wamwabudu yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Naomba nirudie. Lakini saa inakuja nayo sasa ipo,
ambaye waabudu halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli, kwa maana Baba watafuta watu kama hao wamwabudu. Mungu ni roho, nao tumwabudu yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Amen. Tumetoka kipindi cha kusifu ambacho tumeelezea matendo makuu ya Mungu. Maana kuabudu kibiblia ni kwamba ni kumwambia Mungu yeye ni nani kwako na wewe ni nani kwake. Kumbuka haya maneno mawili. Tunakwenda kumwambia Mungu yeye ni nani kwetu na mimi ni nani kwake. Kwa kama unasema Mungu ni wa kwanza, manake ndio katika mioyo yetu tunapoenda kuabudu ndipo ambapo tunapomweleza Mungu wetu kwamba yeye kweli ni Mungu wa kwanza, au ana nafasi ya kwanza. Amen. 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 Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo andaa moyo wako, fungua moyo wako, tupate nafasi nzuri ya kuweza kumwabudu Mungu ili mioyo yetu iweze kuandaliwa sawa sana jinsi ambavyo anavyotaka. Utukufu na heshima zote ni zako wewe, wastahili, wastahili. Uliacha enzi yako na mamlaka yako mbinguni, ukashuka kutukomboa. Wastahili, wastahili, Yesu wastahili, wastahili, wastahili. Imba tena. Wastahili, Yesu wastahili, yes, wastahili, wastahili. imba tena. Wastahili, wastahili, Yesu wastahili, wastahili, wastahili. imba haleluya, Haleluya, Yesu haleluya, 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 yes, haleluya, Yesu haleluya, imba haleluya, 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 haleluya. Twende tena. Haleluya, Yes, haleluya, haleluya, haleluya. na mikono yako juu ili tupate nafasi ya kwenda
kwenda kumshukuru Mungu na kuweza kujitakasa na kujikabidhi mbele zake. Twende mbele za Mungu. Bwana Yesu, nakuja mbele zako kama watoto wako tukisema asante kwa nafasi hii na kwa mwaliko huu ambao umetoka katika kiti chako cha enzi. Tunasema asante kwa jinsi ambavyo umekaa pamoja na sisi. Asante kwa nafasi hii ambayo umetupa Bwana. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, hatujihesabii haki, tunaomba toba juu ya jambo lolote lile ambalo haliko sawa sawa Bwana. Tunaomba turehemu, tunaomba tusamehe. Umetuita jinsi ambavyo tulivyo, nasi tukaitike mfalme amani. Lakini mfalme amani, tunakuja mbele zako tukiomba kwanza utusamehe na kutakasa kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Juu ya dhambi yote tuliyotenda, juu ya uovu, juu ya makosa, juu ya kila kitu chote kile ambacho kinatunyima nafasi ya kuweza kusogelea kiti chako cha enzi. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu tunakuja mbele ya madhabahu yako mfalme amani, tukinyenyekea chini ya mkono wako wenye nguvu. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, tunakuja mbele zako, andaa mioyo yetu kwa ajili ya kupokea ajenda. Roho Mtakatifu kama alivyosema Bwana, sawa sawa na Warumi 8:26 ya kwamba kadhalika Roho naye tusaidia udhaifu wetu, kwa maana tujue kwamba jinsi pasavyo kuomba, lakini Roho mwenyewe utuombea kwa kugumu kusiweza kutamkike Bwana. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ninaomba mfalme amani, nguvu zako zipate kwenda kushuka hapa, nguvu zako za usikivu. Ninaomba usikivu upate kwenda kuwa mzuri mfalme amani. Naomba hekima mfalme amani ya kuweza kuachilia kile ulichomeka ndani ya moyo wangu. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, tumekusanyika hapa kwa ajili ya kuombea wanafunzi wa kidato cha 4 mfalme amani, ambao wa nchi hapa ya Tanzania, kila mkoa kwa mkoa. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, andaa mioyo yetu kwa ajili ya kudaka kile ambacho Roho Mtakatifu anachotaka tuweze kukamatia katika maombi. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, tunakwenda kinyume na nguvu za giza, tunakwenda kinyume na majini na mapepo na nguvu za giza zilizokuwa zimejipanga kwa ajili ya kuleta usingizi, kwa ajili ya kuleta uhaishaji. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Roho Mtakatifu nakuja mbele zako, tuko tayari. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mfalme amani, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Tunapatakasa mahali hapa mfalme amani, pale madhabahu yako, pale mahali pako ambapo malaika wanapanda na kushuka kama vile ulivyoshuka kipindi cha Yakobo. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu tunaiza damu ya Yesu Kristo wa Nazareti katika Biblia itakazotumia, damu ya Yesu, 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 katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mfalme amani. Bwana, tuko tayari, tunaikabidhi mioyo yetu na nafsi zetu ukatenda kutumia jinsi umekusudia, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Asante Roho Mtakatifu, asante Mungu wetu kwa mtakatifu, asante kwa jinsi ambavyo uko pamoja na sisi, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Asante Roho Mtakatifu, 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 asante Roho Mtakatifu. Amen, amen, amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Naomba utafute mahali pa kukaa sasa, kama una daftari lako chukua, kama una kalamu yako chukua, tuweze kufuatana kwa muda mfupi juu ya ajenda ambazo Mungu ameweza kuziandaa. Na kabla sijakuletea manake kichwa cha somo au kichwa cha hili ni kongamano la kwanza la maombi kwa ajili ya wanafunzi wa kidato cha 4 wa nchi ya Tanzania ambao wanaanza mtihani siku ya tarehe 13 mwezi wa 11 mwaka 2021. Hili kongamano limefanyika wakati wa jioni siku ya Jumamosi kwa Jumapili, na kuna mistari, maana kuna msingi wa hili kongamano. Naomba ufungue kitabu cha Wafilipi sura ya 4 mstari wa 6 mpaka wa 7. Sema amen kama umefika hapo. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kaa vizuri. Kaa vizuri sasa kwa ajili ya kuweza kufuatana na mimi na kufuatana na Roho Mtakatifu. Wafilipi sura ya 4 mstari wa 6 mpaka wa 7. Waraka wa Mtume Paulo kwa Wafilipi sura ya 4 mstari wa 6 mpaka wa 7. Kwa msomaji wa Biblia hiyo mistari anaijua. Amen. Lakini si hapa tuko katika hali ya kuijua kutokuijua. Kuna kitu Roho Mtakatifu anacho leo. Wafilipi sura ya 4 mstari wa 6 inasema hivi: msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru haja zenu na zijulikane na Mungu. Kuna vitu vingi sana pale ambavyo sina muda wa kuweza kuelezea. Cha kwanza, haturuhusiwi kusumbuka ndani ya Yesu Kristo. Amen. Lakini anasema bali katika kila neno kwa kusali. Kila neno sisi tunatakiwa kulibeba kwa njia ya kusali, kuomba pamoja na kushukuru haja zetu na zijulikane na Mungu. Alafu mstari wa 7, na amani ya Mungu, sema amani ya Mungu, ipitayo akili zote itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu. Manake tutakapoanza kutafuta uso wa Bwana, tutakapokuwa tunaomba kwa ajili ya wanafunzi wa kidato cha 4, amani ya Mungu ipitayo akili zao zote itawahifadhi mioyo yao
pamoja na nia zao katika Kristo Yesu. Amen. Hakikisha kama una sehemu ya kuandika, kwa sababu kuna vitu vya msingi sana hapa, na najua Roho Mtakatifu anaweza kukaa vipya kabisa katika maisha yako, kwa sababu hata mwenyewe pia nilipigwa shock kidogo wakati nilipokuwa najiandaa. Kwa hiyo unaona sasa hapo jinsi ambavyo ninavyosisitizwa kwamba haturuhusiwi. Kwa kama wewe ni mwanafunzi wa kidato cha 4 unanitazama, hairuhusiwi kusumbuka. Amen. Hairuhusiwi kusumbukia juu ya neno lolote, bali kila neno sali, omba, shukuru haja zako. Kama unatamani Mungu akufaulishe, mueleze Mungu kama Mungu, naomba unisaidie nifaulu mtihani wa kidato cha 4. Amen. Tena kwa ufaulu ulio mzuri. Bwana Yesu asifiwe. Lakini msingi pia wa jambo hili ambalo nalifanya lipo kwenye kitabu cha Timotheo wa kwanza. Kitabu cha Timotheo wa kwanza, waraka wa Mtume Paulo kwa Timotheo. Kitabu cha Timotheo wa kwanza, sura ya 2, mstari wa 1 mpaka wa 6, ila nitasoma michache tu. Amen. Amen. Kama umefika sema amen. Wa Timotheo wa kwanza, sura ya 2, mstari wa 1 mpaka wa 6, nitasoma miwili tu ili uweze kuelewa kwamba hili jambo asili yake Biblia limetoka wapi. Biblia inasema hivi, basi kabla ya mambo yote, sema kabla ya mambo yote. Sema kabla ya mambo yote. Sema kabla ya mambo yote. Nataka dua na sala na maombezi na shukrani zifanyike kwa ajili ya watu wote, kwa ajili ya wafalme na wote wenye mamlaka, tuishi maisha ya utulivu na amani katika utauwa wote na ustahifu. Narudia tena, kabla ya mambo yote nataka dua na sala na maombezi na shukrani zifanyike kwa ajili ya watu wote. Afa angalia, ikatenga watu, kwa ajili ya wafalme na wote wenye mamlaka, tuishi maisha ya utulivu na amani katika utauwa wote na ustahifu. Bwana Yesu asifiwe. Kabla sijaanza kuleta au kushirikisha ajenda ambazo Roho Mtakatifu anazotaka tuende nazo, naomba unisikilize, unitegee sikio vizuri. Tunaposoma vitabu hivi viwili, vinatuimarisha na kutusisitiza juu ya maombi, na vinatufundisha pia nguvu ya maombi ambayo tunaweza tukaa hatujawahi kuionja baada ya kuokoka na kuwa ndani ya Yesu Kristo. Amen. Tunaona kwamba kabla ya mambo yote, kabla ya mambo yote Mungu anataka dua, sala na nini na maombezi pamoja na shukrani zifanyike kwa ajili ya watu wote. Amen. Kwa hiyo nasema kabla, manake pa kuanzia, kama yeye ni mwanafunzi wa kidato cha 4, pa kuanzia si kuanza kusoma na kujiandaa na mtihani wa kesho. Pa kuanzia ni kwamba kutafuta uso wa Mungu kwanza, sababu Mungu anaujua mtihani wa kesho. Amen. Lakini pia wakati mwingine najua kabisa kwamba unanitazama, huenda wewe sio form au huna hata mtu katika familia yako au katika mahali pako, lakini kama tu ulishawahi kusoma, manake haya maombi yanakuhusu. Kwa nini? Kwa sababu kipindi uko unasoma, mimi najua kabisa kwamba haukuwa na nguvu za kujiombea mwenyewe ukavuka ulipokuwa umevuka. Kuna watu Mungu aliweza kuwasimamisha wakakuombea. Sasa kama kuna watu wengine waliitika wakakuombea ukavuka, kwa nini usiitike wito wa Mungu kuombea watu wengine pia wakavuka? Amen. 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 Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini pia kitu kinachokuwa kinasisitiza kwamba maana yake kama samba maombi yafanyike, dua zifanyike na sala zifanyike na shukrani zifanyike kwa ajili ya watu wote. Maana yake pia tamshukuru Mungu. Kinachokuwepo kwamba maana yake inaweza pia nikaenda katika hatua nyingine ya kuombea watu wengine kadri ambavyo Mungu atakavyokuwa ananisaidia. Amen. 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 Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hayo ndio mambo ya msingi. Sasa twende katika kitu ambacho Mungu ameweza kukiandaa. Andika hapo, manake kichwa cha somo kinasema kwamba ajenda za kuwaombea wanafunzi au watahiniwa. Andika kwamba ajenda za kuwaombea watahiniwa wa kidato cha 4 wa nchi ya Tanzania. Ajenda za kuombea watahiniwa wa kidato cha 4 wa nchi ya Tanzania kwa ajili ya mtihani wa taifa utakaoanza tarehe 13 mwezi wa 11 mwaka 2021 mpaka tarehe 2 mwezi wa 12. Tarehe 15 samahani. Mwezi wa 12. Ya, sasa samahani. Tarehe 15 mwezi wa 12. Samahani. Tarehe 15 mwezi wa 11 mwaka 2021. Na utamalizika siku ya Alhamisi tarehe 2 mwezi wa 12 mwaka 2021. Kuandika ajenda za maombi. Amen.
Bwana Yesu asifiwe. Ajenda ya kwanza. Ajenda ya kwanza ni hii kwamba tuombe toba kwa ajili ya wanafunzi wa kidato cha 4. Maombi ya toba kwa ajili ya wanafunzi wa kidato cha 4. Kidato cha 4. Kuandika kwamba ajenda ya kwanza kuomba toba. Tunaomba toba kwa Mungu kwa ajili ya wanafunzi wa kidato cha 4. Mstari wa kusimamia au kwamba maana mahali pa kuimarisha imani. Fungua kitabu cha Daniel sura ya 9. Tupata nafasi soma mstari wa kwanza mpaka 23. Ila mimi nitasoma michache. Ajenda ya kwanza, kama labda nilikuacha andika na uwe na spidi kidogo, uwe unaandika haraka. Ajenda ya kwanza, tunaomba toba kwa Mungu kwa ajili ya dhambi, uovu, makosa, uasi ambao wanafunzi wa kidato cha 4 wamemfanyia Mungu. Neno la kusimamia kitabu cha Daniel sura ya 9 mstari wa kwanza mpaka 23. Sasa hapa haufungi, unaweza kaomba toba kwa ajili ya ndugu wanafunzi wa kidato cha 4 ambao ni ndugu zako, lakini sisi hapa tunaenda na maono ya kitaifa. Tunaomba toba kwa ajili ya wanafunzi watahiniwa wote wa kidato cha 4 wa nchi ya Tanzania. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa fungua kitabu cha Daniel sura ya 9 mstari wa kwanza nimekwambia mpaka 23. Lakini mingine nitakuachia homework kwa sababu mwalimu lazima aache homework. Mimi nitasoma michache pale. Kama umefika sema amen. Daniel sura 9 mstari wa kwanza nasema, katika mwaka wa kwanza wa Dario mwana wa Hasuero wa uzao wa Medi, aliyetawazwa kuwa mfalme juu ya milki ya Wakaldayo. Katika mwaka wa kwanza wa kumiliki kwake, mimi Daniel kwa kuvisoma vitabu na alifahamu hesabu ya miaka ambayo neno la Bwana lilimjia Yeremia nabii ya kutimiza ukiwa wa Yerusalemu, yani miaka 70. Daniel 9:3. Nikamwelekezea Bwana Mungu uso wangu ili kutaka kwa maombi 1, 2 dua pamoja na kufunga na kuvaa nguo za magunia na majivu. Amen. Mstari wa 4. Nikamwomba Bwana Mungu wangu, nikaungama, nikasema, Bwana Mungu mkuu mwenye kutisha, ashikae maagano na rehema kwao wampendao na kuzishika amri zake. Tumefanya dhambi. Mstari wa 5. Unaona? Tumefanya dhambi, tumefanya ukaidi, tumetenda maovu, tumeasi, na hata kwa kuyaacha maagizo yako na hukumu zako. Mstari wa 6. Wala hatukuwasikiliza watumishi wako manabii ambao kwa jina lako walisema na wafalme wetu na wakuu wetu na baba zetu na watu wote wa nchi. Mstari wa 7. Bwana, haki ina wewe, lakini kwetu sisi kuna haya ya uso. Kama hivi leo kwa watu wa Yuda na kwa wenyeji wa Yerusalemu na kwa Israeli wote walio karibu na hao walio mbali katika nchi zote ulizowafukuza kwa sababu ya makosa yao waliokosa. Amen. Amen. Sasa kwa hiyo nimeishia mstari wa 7, nitaelezea kwa kifupi mpaka mstari wa 23. Lakini hapo naomba kuongezea tu mstari mwingine hapa napewa moyoni mwangu, Mathayo 4:17. Mathayo 4:17. Mathayo 4:17. Andika hiyo mstari muhimu sana. Mathayo sura ya 4 mstari wa 17. Inasema hivi, tokea wakati huo Yesu alianza kuhubiri na kusema, tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Naamini umeandika, umetafakari, naomba utege sikio kidogo kwa kile ambacho Mungu amekeka ndani ya moyo wako. Amen. Amen. Hapa ajenda hii ya kwanza ambayo tumepewa kwamba tuanzie kwenye toba. Amen. Sasa napoanzia kwenye toba au kwamba kipengele au kitu kinachoitwa dhambi ni changamoto ambayo Adamu wa kwanza alianza nayo na mpaka leo mpaka kesho tunayo. Amen. Na kwa jinsi ambavyo shetani anavyojitahidi kujificha kwenye kanisa na ndani ya watu, ya kwamba ni vigumu sana mtu kutofautisha dhambi ambayo anayofanya na dhambi ambazo zimeandikwa katika Biblia, na ni vigumu sana mtu kuwa na tabia ya kutubu.
Amen. Sasa tunaona hapa Daniel alikuwa yuko uhamishoni. Labda nianzie hapo. Daniel alikuwa yuko uhamishoni na yeye alikuwa ni nabii. Maana yake kwamba tukisema kama wanafunzi wa kidato cha 4 wa Tanzania kwamba wako wanafanya mtihani, labda tuseme katika nchi ya Kenya au nchi ya Zambia. Amen. Akiwa kule akasoma vitabu, akapata ufahamu wa hesabu ya miaka ambayo neno la kinabii lilikuja kwa kinywa cha nabii Yeremia. Akaona ile miaka ilikuwa imekaribia. Hasa alipoona ile miaka ile karibia, haoni dalili zote za Mungu kuwatoa uhamishoni kwenye, manake kuwatoa Babeli, kuwarudisha nchi ya Yuda pamoja na nchi ya Israeli. Amen. Hasa baada ya kugundua, kwa sababu kwamba Daniel alipata ufahamu, akajua kwamba nini kilichotusababisha sisi tukaenda uhamishoni, nini kilichotusababisha sisi tukahamishwa. Akafahamu kwamba tangu kipindi ambacho Mungu anawatoa wana wa Israeli kutoka katika nchi ya Misri wakiwa hapo jangwani, Mungu aliwaambia kabisa kwamba kama mkitenda sawasawa na matendo ya wale watu ambao nawapeleka, yani Wafilisti, Wahiti pamoja na manake Wayebusi na yale mataifa yote ambayo nitakaye kwenda kuyatoa, hakika yangu nitawafukuza kwenye nchi hiyo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo inaanza kutueleza kwamba manake hawa walikuwa wako katikati ya madhara ya hasira ya Mungu. Na ukifuatilia swala la dhambi ni swala ambalo ni pana, ni gharama kubwa sana. Kwa sababu ukiangalia kwamba katika kitabu cha Mwanzo, baada ya Adam na Hawa kula lile tunda ambalo walikatazwa, ikasababisha kwamba Mungu akaingia gharama na mwanadamu akaingia gharama mpaka agano la jipya lilipofungwa pale msalabani. Hakukuwepo na dawa yoyote ya dhambi ya Adam ambayo imefanyika katika bustani ya Eden. Na ndio maana Biblia inasema kwamba tusije tukadanganywa kama vile Adam na Hawa walivyodanganywa katika bustani ya Eden. Amen. Lakini kitu kinachokuja kutokea kwamba Daniel jinsi alivyokuwa naomba toba, yeye ni mtakatifu kwa sababu alikuwa anawasiliana na Mungu. Ukisoma katika kitabu cha sura Daniel, na kitabu cha Daniel sura ya kwanza ya pili, unaona kabisa Daniel alikuwa na mahusiano mazuri na Mungu. Hakuwa na dhambi, ni mtakatifu wa Mungu. Na utaona baadaye kwamba malaika Gabriel aliweza kumpa ufahamu juu ya mahesabu ya nini? Mahesabu ya kipindi ambacho wana wa Israeli walitakiwa kukaa. Amen. Kwa hiyo maana yake, lakini kilichokuja yani maana yake Daniel ghafla alipewa mzigo wa kitaifa, la taifa zima. Na kaja kugundua kwamba okay, sawa, mimi labda kwamba mbele zako Mungu niko vizuri, ila wenzangu hawako sawa. Amen. Na kama hawako sawa, sijui hawako sawa lini, wameanguka lini, wamefanya dhambi lini, sijui. Lakini kwa sababu ya kwamba wewe ni Mungu mwingi wa rehema, ninachojua kwamba ukiomba toba unasamehe, na ukisamehe unasahau, na hautusamehe kwa sababu ya kwamba tunaomba toba, unasamehe kwa ajili yako. Ndipo Isaya 43:25 inaposema kwamba sasa mimi ni Mungu, maana yake nisamehe makosa yako na dhambi zako kwa ajili yako, na sitozikumbuka tena dhambi zako. Kwa Mungu hasamehe dhambi zetu kwa sababu ya kwetu sisi, anasamehe dhambi zetu kwa ajili yake yeye mwenyewe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hawa vijana, nije sasa nikulete katika ujumbe ambao tuliokuwepo. Hawa vijana wa kidato cha 4 wamesoma. Yaani hakuna ambaye amesoma chini ya miaka 3. Na hakuna aliyesoma chini ya miaka 4. Kwa amesoma kidato cha kwanza, kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha 4. Swali langu ambalo niliulizwa wakati ninavyoandaa au ninavyojiandaa kwa ajili ya kongamano hili, una uhakika kabisa kwamba miaka 4 waliishi maisha matakatifu mbele za Mungu? Haya, unasema kwamba hapana, kuna mahali walianguka. Una hakika kwamba walitubu? Kwanza kuna hakika kabisa kwamba kwa sababu ni umri wa vijana. Ni vijana ambao wako, manake unakuta wengine ndio wanapita kipindi cha kubare na kipindi ambacho kwamba kuna miemko ya moto ndani ya miili yao. Kwa hiyo tunaweza tukawaombea juu ya eneo la mtihani, tukasahau kwanza, kwa sababu Biblia inasema kwamba kwenye kitabu cha Isaya 58, kitabu cha Isaya 58, ngoja nikusomee kwanza kwa sababu utaona kwamba jinsi gani kama endapo tusikwenda na kanuni hizi. Isaya 59 mstari wa kwanza na wa pili. Na sasa tazama, mkono wa Bwana haukupunguka hata usiweze kuokoa, wala sikio lake si zito hata lisiweze kusikia, lakini maovu yenu yamewafarakanisha ninyi na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeuficha uso wake msiuone, hata hataki kusikia. Amen. Kwa hiyo tusipoanzia kwenye toba, tunaweza tukakaa lisali zima hapa, lakini mbinguni wameziba masikio. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana yake maombi ya toba ni muhimu. Tena naomba maombi ya toba kwa ajili ya wanafunzi wote kidato cha 4 wa nchi nzima ya Tanzania. Mungu ndiye anajua wamefanya nini. Ila maana yake hakuna umbali katika ulimwengu wa roho.
tunaweza tukaomba toba kwa Mungu leo hii. Haijalishi kwamba wamemfanya Mungu, maana wamefanya dhambi mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne kwa wale waliorudia, wa tano kwa wale waliorudia kidato cha pili. Haijalishi. Mungu ni Mungu wa rehema. Akisikia toba anasamehe na anasahau. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni ajenda ya kwanza. Lakini pia takapoenda kuomba toba, tutaomba toba kwanza kwa ajili ya dhambi ambazo wanafunzi wamemfanya, wanaowafundisha, walioandaa hawa wanafunzi. Naamini kabisa kwamba hawakufanya jinsi walivyotakiwa kufanya. Hawakuandaa wanafunzi wa kidato cha 5 kwa jinsi ambavyo Mungu anavyotaka. Amen. Amen. Lakini pia naenda kuomba toba kwa kundi lingine la wazazi na walezi pamoja na watu ambao wanafanya sponsorship kwa ajili ya wanafunzi wa kidato cha 4. Ninaamini kabisa kwamba kipindi cha miaka 4 hawakusimama katika zamu zao jinsi ambavyo wanavyopaswa kusimama na jinsi Mungu anavyotaka wasimame. Kwa maana yake njia pekee ni toba kwa Mungu. Kwa sababu kama Mungu akikasirika kwa sababu ya dhambi ambazo wazazi labda walifukuza huyu mwanafunzi nyumbani, wakamfukuza, akamwambia kwamba wewe huna maisha, huna akili. Maana yake hicho kitu ni kitu ambacho kinachoprofisha Mungu. Hakuna mtu ambaye ameletwa duniani ambaye hana akili. Amen. Amen. Lakini wao wanajua ndio wanamlea. Kwa hiyo jambo la msingi kabisa kwamba lazima tuombe katika makundi matatu. Daka hiyo. Kundi la kwanza, andika. Kundi la kwanza, toba kwa ajili ya wanafunzi wa kidato cha 4. Kundi la pili, walimu walioandaa kidato cha 4 kwa kuandaa jinsi ambavyo Mungu anavyotaka waandaliwe. Kundi la tatu, walezi. Kwa sababu watoto maana yake hata kama walikuwa kwa boarding lakini walikuwa wanarudi nyumbani likizo, walezi na wazazi. Walezi na wazazi hawakuwalea vizuri jinsi Mungu alivyokuwa anataka walelee, wajiandae na mtihani wa kidato cha 4. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ajenda ya pili, mwambie jirani yako ajenda ya pili. Ajenda ya pili ni kwamba tuombe kwa Mungu watahiniwa kidato cha 4 kwa mwaka 2021 wawe na kiu ya kumjua Mungu na roho ya ufunuo ya kumjua Yesu kwa njia ya maombi katika kipindi hiki cha mtihani. Narudia. Tunamwomba Mungu awasaidie, awape wanafunzi watahiniwa kidato cha 4 kiu ya kumjua Mungu na roho ya ufunuo ya kumjua Yesu kwa njia ya maombi katika kipindi hiki cha mtihani wa taifa. Tukisema katika kipindi hiki maana yake kwamba kuanzia tarehe 15 mwezi wa 11 mwaka 2021 mpaka tarehe 2 mwezi wa 12 mwaka 2021. Mstari ya kusimamia ni kitabu cha Waefeso sura ya 1, waraka Mtume Paulo. Ninaona hapa wanafunzi wangu wamelala hapa. Fungueni Biblia. Waefeso sura ya 1 mstari wa 15 mpaka 20. Usilale, tuko vitani. Waefeso sura ya 1 mstari wa 15. Maombi muhimu sana ambayo hata mimi najiombea kila siku. Chukua hizi agenda, haijalishi kwamba unanitazama, unanisikiliza, huko ni mwanafunzi wa chuo, ni mwanafunzi wa kidato cha 5 na cha 6, haijalishi. Kwenye maisha ya kusoma kuna mitihani. Chukua hizi agenda, endelea kujiombea, endelea kujiombea, endelea kujiombea. Mimi nakwambia kabisa kwamba utakuwa na ushuhuda wa kumshuhudia na kumshukuru Yesu kwa kitu atakachokifanya. Amen. Waefeso, waraka Mtume Paulo kwa Efeso sura ya 1 mstari wa 15 mpaka wa 19. Hii ni ajenda ya pili ya kumwomba Mungu awape kiu watahiniwa wa kidato cha 4 wa mwaka huu wamjue Mungu na roho ya ufunuo ya kumjua Yesu kwa njia ya maombi katika kipindi hiki cha mitihani. Amen. Kama umefika sema amen. Waefeso 1:15 inasema hivi: kwa sababu hiyo mimi nami tangu nilipopata habari ya imani yenu katika Bwana Yesu na pendo lenu kwa watakatifu wote, siachi kutoa shukrani kwa ajili yenu, nikiwakumbusha katika sala zangu Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, awape ninyi roho ya hekima na ya ufunuo katika kumjua yeye. Unaona sasa hapo mstari wa 17 narudia. Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Yaani hata kama kuna maneno, chukua hii mistari na kusomea, iseme hivyo hivyo mbele za Mungu. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba asema Mungu ninaomba. Naona kwa mfano mstari wa 17 kwamba Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, uwape watahiniwa wa kidato cha 1 roho ya hekima 1, 2 roho ya ufunuo katika kumjua yeye. Afu mstari wa 18 macho ya mioyo yao yatiwe nuru,
mjue tumaini la mwito wake jinsi lilivyo, na utajiri wa utukufu wake, na urithi wake katika watakatifu jinsi ulivyo. Alafu mstari wa 19, na ubora wa ukuu wa uweza wake ndani yetu tuaminio jinsi ulivyo, kwa kadri ya utendaji wa nguvu za uweza wake. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hii ni mistari ya kusimamia tunapoombea kiu ya kumjua Mungu. Kiu ya kumjua Mungu. Yaani manake pointi ya msingi, kiu ya kumjua Mungu. Kipindi cha mitihani, hata mimi ninavyokumbuka mwenyewe kwa ushuhuda, ni kipindi ambacho unakuta mtu anajiwekea lockdown vitu vingi sana. Sema lockdown. Lockdown maana yake kwamba unaanza kutenga vipaumbele. Hasa kata kipaumbele ambacho ni rahisi sana kuondoka ni kipaumbele cha ibada yako na Mungu. Ni kipaumbele chako cha kutafakari neno la Mungu. Yaani ni rahisi kabisa, nimeshakutana nacho, ni rahisi kwa sababu utaona kama unapoteza muda. Ukikaa lisali moja kwenye maombi, unaona umepoteza muda kuliko ukikaa lisali moja kwenye kujiandaa na mtihani. Amen. Wanaweza sasa hiyo kinachokuja kutokea kwamba unakosa, kinachotokea kwamba shetani anaua kiu ya mawasiliano kati ya wewe na Mungu. Kwa sababu hata kama ukiendelea kufanya hivyo, maana yake ndo kama vile Zaburi ya 125 mstari wa kwanza na wa pili ninavyosema, wamtumainio Bwana ni kama mlima wa Sayuni. Amen. Hautotikisika wakaa hata milele. Lakini Bwana wazunguka watu wake kama vile milima inavyozunguka nini? Yerusalemu. Lakini ukisoma Zaburi moja hapo ya 100 na kitu hivi, 120 na kitu inasema hivi, kwa maana kwamba waulindao mji pasipo Bwana kuulinda mji, waulindao mji wakesha bure. Kwa unaweza kwa unaona kwamba lisali moja hili nijiandae na mtihani wa kesho ikawa ni bure. Ni lugha ya kiroho. Kwa sababu gani lugha ya kiroho? Kwa sababu maana unaweza ukasoma ukaelewa kabisa. Alafu utakapoenda kulala ukashangaa umelala yote umeacha kwenye godoro. Kesho kiamka kama vile hujasoma chochote. Ukifika kwenye shule cha mtihani unaona XX, unaenda kwamba unaenda blue. Amen. Sasa lazima kuwakaa nao kwa sababu tumepita mazingira yetu, tunaelewa. Kati ya kitu ambacho kitakachoondolewa. Swala la chakula kinaweza kikapata changamoto na nini, lakini kati ya kitu ambacho ni rahisi kutoka kwa sababu hakina mtihani ni swala la kiu la kumtafuta Mungu kwa njia ya maombi na kwa njia ya kutafakari neno la Mungu. Kwa nini? Kwa sababu unakuta vijana wengi hawajafundishwa namna kuingia kwenye Biblia na kuona msaada wa Mungu kipindi cha mitihani. Amen. Amen. Sasa kwa sababu hawana ufahamu, kwa wanaona kama kipindi cha mitihani kama vile Biblia haisemi kitu chochote. Wanaweza kusoma Biblia wakaona uponyaji wa Mungu. Wanaweza kusoma Biblia wakaona jinsi gani Mungu amepasua bahari ya Shamu. Lakini wanashindwa kuhusianisha, wakapata mafundisho mazuri ya kuona kwamba hii kupasua bahari, mimi bahari yangu ndio hii nekta, kwamba bahari ya Shamu. Sasa Mungu uliwavusha kule. Nimesoma kule kwenye kitabu cha Kutoka sura ya 14. Sasa leo hii ndio bahari yangu hii. Amen. Sasa hawezi akakumbuka hayo pasipo kukaa katika maombi na neno. Sasa Mungu naye anachosema kwamba nitafuteni nami nitaonekana kwenu. Amen. Kwa maana kwamba endelea kubisha, manake abishaye atafunguliwa, aombaye atapewa. Amen. Sasa fikiria kama unaacha kuomba, sasa utapewa kitu gani? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo lazima tuombee hii agenda, ni agenda muhimu hata kama pia una watoto wako. Yaani ni agenda muhimu sana kwamba watoto wawe na kiu ya kumtafuta Mungu bado wakiwa wadogo. Na ukitaka kufahamu, usitake kujitetea mtoto wangu ana miaka 5, ana miaka 4. Kwani hujasoma habari za Samuel? Samuel Mungu alimsemesha akiwa na miaka chini ya 3. Na alisikia sauti ya Mungu, alifanya kitu kikubwa. Sasa wako wewe, kwani manake ni yuko kwenye dunia nyingine tofauti na Samuel. Samuel hata hivyo aliisha agano la kale ambalo sauti ya Mungu haikuwa rahisi kipindi chake, hakikuwa rahisi. Kulikuwa neno la Bwana lilikuwa halisikiki. Amen. Lakini sasa sisi tuko katika agano jipya. Amen. Tuna uwezo wa kuingia patakatifu muda wote. Wenzetu katika agano la kale ni kuhani mkuu anaingia kwenye patakatifu ambayo ilikuwa ni siku ya 14 ya mwezi wa 7 mara moja kwa mwaka kwa ajili ya kuomba toba kwa ajili ya taifa zima. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ni agenda. Kwa unaweza kumcheka kwamba wewe ukamsema, "Wewe, mbona uendi kanisani?" Kwa sababu kanisani ataacha kabisa. Ataona ule muda, ile ibada, muda wa kutoa sadaka. Ni ibada ile ambayo huwa anaendaga, lakini siku ile ataona kwamba swala la muda ni muhimu. Kwa sababu gani? Muda alishapoteza. Kwa naamini kabisa kwamba huu muda ni kidogo kanisani, maana yake nitajiandaa na mtihani wa kesho. Hasa kwa hesabu za kiroho tunajua kabisa kwamba mtafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, ndipo na hayo mengine tazidishiwa. Ni kanuni hiyo.
Na tunaona katika kitabu cha Timotheo wa kwanza, sura ya 2, mstari wa kwanza, kabla ya mambo yote. Na kabla ya mambo yote nataka nini? Dua na sala na shukrani na maombezi yafanyike kwa ajili ya watu wote. Sasa wewe kabla ya mambo yote umeambiwa tafuta Mungu kwa uso. Unaambiwa usijisumbue na hisabati. Na mtendo hisabati kwamba hujasoma math haijakaa vizuri, usijisumbue. Kila jambo ulitafute kwa njia ya sala na maombi. Sasa shetani anajua kabisa kwamba network yako ya kupata msaada ni maombi. Kwa hiyo ataua maombi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Fikiria watu ambao wanapotafakari neno hawana mtihani, wanavosinzia. Sasa fikiria una mtihani. Usingizi utakuja tena kwa sababu jana hujalala vizuri. Maana yake swala la kutafakari bila utaona unapoteza muda. Haleluya. Amen. Haleluya. Na mimi nimedaka kitu cha kuweza kusukuma mbele za Bwana. Kwa hiyo ikifika saa ninajua kabisa kwamba mbinguni wataweka vema. Amen. Amen. Ajenda ya 3. Mwambie mwenzio ajenda ya 3. Ajenda ya 3 tuombee watahiniwa wa kidato cha 4 juu ya ufahamu. Sema ufahamu. Ufahamu. Sema ufahamu. Ufahamu. Nasimamia sasa kitabu cha Luka 24 mstari wa 44 mpaka 45. Maneno ya Yesu haya. Muhimu sana. Kumbuka hizi agenda unaweza kuzibadilisha kwa sababu naishi kwenye maisha sisi ambao tumemaliza mitihani, tuna mitihani ya kimaisha. Usizani kama mitihani ya kimaisha inatofautiana na ile ambayo ya kuandika kwamba solve for x. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tukiwa hizi agenda endelea kujiombea mpaka zijengeke. Nimesema Luka sura ngapi? 24 mstari wa 44 na 45. Lakini andika pia Daniel sura ya kwanza mstari wa 17. Sema amen. Daniel sura ya kwanza mstari wa 17. Lakini tuanze na Luka kwanza. Kisha Luka 24 mstari wa 44. Kisha akawaambia, hayo ndiyo maneno yangu niliyowaambia nilipokuwa nikali pamoja nanyi, ya kwamba ni lazima yatimizwe yote niliyoandikiwa katika Torati ya Musa na katika manabii na Zaburi. Alafu mstari wa 45. Hebu soma tena. Mstari wa 45. 1 2 3. Ndipo akawafunulia akili zao wapate kuelewa na maandiko. Sasa twende kwa ajili ya form 4. Ndipo akawafunulia akili za watahiniwa wapate kuelewa na maandiko yanayohitajika kujibu mtihani wa taifa. Unaona sasa Biblia inakuwa tamu. Amen. 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 Haya sasa wakati huo ukiwa unaendelea kutafakari, na sijaanza kueleza, turudi kwenye Daniel pale. Kwenye Daniel kuna kitabu cha Daniel kina siri kubwa sana juu ya mifumo ya elimu. Naomba tu Mungu, kuna vitu vingi sana ambavyo Mungu amenifundisha kupitia kwenye kitabu cha Daniel vya kielimu. Vingi sana, vingi. Daniel sura ya kwanza mstari wa ngapi? 17. Mstari wa 17. Basi kwa habari za hao vijana wanne. Kama umefika sema amen. Amen. Usubiri kidogo Haya, kuna mwingine anasema mwalimu tulia kidogo, punguza mwendo. Daniel 1:17 Biblia inasema hivi, basi kwa habari za hao vijana wanne Mungu aliwapa maarifa na ujuzi katika elimu na hekima. Daniel naye alikuwa na ufahamu katika maono yote na ndoto. Narudia kwa yule aliyekuwa amechelewa. Turudie pamoja. Usitege. Turudie. Na kuona hapo natega. Kwamba nisomee, tunasoma wote. Basi kwa habari za hao vijana wanne Mungu aliwapa maarifa na ujuzi katika elimu na hekima. Daniel naye alikuwa na ufahamu katika maono yote na ndoto. Amen. Amen. Sasa weka pause kidogo nikuelezee. Yesu kwenye Luka 24:44 mpaka 45 inasemaje? Yesu alikaa na wanafunzi wake miaka mingapi? 3.5. Wanafunzi wake wangapi? 12. Kabla Yuda Iskariote hajaweza kuondoka na kumsaliti Yesu na kumnyonga. Amen. Sasa baada ya kufa, manake tulisema kwamba Petro aliona kama huduma imekufa. Amen. Ukisoma kwenye kitabu cha hata Luka sura 24 yote ile ukisoma. Lakini Yesu amekaa kwenye tumbo la ardhi siku 3 akafufuka. Amen. Alipofufuka, Biblia ukisoma kitabu cha Matendo sura ya kwanza, hakujidhihirisha kwa kila mtu akamwona kwamba huyu ni Yesu. Ila alijidhihirisha kwa wale walioandaliwa na kutengwa na Mungu ambao ni mitume au wanafunzi wake. Amen. Ambao walibaki sasa ngapi? 11. Hasa katika kujidhihirisha kwao kuna vitu alikuwa anaongea navyo. Biblia inavyoandika haifafanui sana, lakini kuna vijipenti fulani ambavyo ukiamua kuifuatilia utaona vitu vikubwa sana. Kati ya penti moja hapo ni hii.
Kwamba alipokuwa nao alikuwa anawafundisha nini? Alikuwa anawafundisha Zaburi, manabii na Torati. Lakini kinachoshangaza kwenye mstari wa 45, anasema 44, nirudie pale. Akasema kisha akamwambia, hayo ndiyo maneno yangu niliyowaambia nilipokuwa nikali pamoja nanyi, yani kabla ya kufa msalabani na kuzikwa na kufufuka siku ya tatu. Nilipokuwa nimewaambia, sasa angalia. Anawaambia hivi, hayo ndiyo maneno yangu niliyowaambia nilipokuwa nikali pamoja nanyi, ya kwamba ni lazima yatimizwe yote yaliyoandikwa katika Torati ya Musa na katika manabii na Zaburi. Angalia mstari wa 45. Sasa ndipo akawafunulia akili zao wapate kuelewa na maandiko. Swali la msingi, kwa miaka 3.5 amewahubiria watu hawakuelewa. Lakini Yesu kabla ya kupaa mbinguni akasema, siwezi kuwaacha wa mitume wangu 11. Kumbuka kwamba walipewa mpaka mazoezi ya kukemea pepo na wakawa wanatoka. Kwa usijaribu kumtishia Mungu kwamba mimi nilikuwa nasolve maswali ya primoko, nilikuwa nasolve maswali ya military. Haya ni mapepo ambayo kwamba hata mitume walikuwa wanakemea na wanatoka. Amen. Petro ukiendelea kufanya alikuwa na kiu ya kumjua Bwana zaidi kuliko wenzake. Kwa hata alipomwona Bwana anatembea akamwambia, Bwana niamuru na mimi nije. Akatembea juu ya maji, lakini akatumbukia. Yesu akafanya, akamwokoa. Lakini inaonyesha imani ya kwake yeye jinsi ilivyokuwa ni zaidi kuliko hata sisi hivi sasa. Ila pamoja na hayo walikuwa na tatizo fulani ambalo Yesu alilijua, akasema lazima nilitatue kabla sijawaacha. Tatizo gani? Walikuwa hawaelewi maandiko. Akili zao zilikuwa hazielewi maandiko, na ndio maana walipata shida sana baada ya Yesu kufa, kwa sababu aliwafundisha na walikuwa wanasoma Torati, walikuwa wanasoma vitabu vya manabii, nabii Yeremia, wanaona kabisa, wanasoma kitabu cha nabii Isaya, lakini akili zao hazikufunguliwa, maana hazikufunuliwa zipate kuelewa maandiko. Kwa sababu kwa form 4 naye pia inawezekana kabisa tukachukua miaka 3.5 ambao kwamba wamekaa na Yesu. Ni sasa na miaka 4 labda ya wanafunzi wa kidato cha 4 wamefundishwa darasani. Wakafundisha Sabato, wakafundisha jiografia, wakafundisha civikia, wakafundisha geography, wakafundisha historia kwa namna mbalimbali, walimu mbalimbali, wa field, wa kudumu, wa muda mfupi. Lakini kumbe wanavyoelewa kwamba hawa wanaelewa, kumbe walikuwa hawaelewi kile wanachofundishwa. Ndio maana kuna haja ya kuomba kwa Mungu. Kuombea juu ya nini? Ufahamu. Amen. Amen. Lakini tukirudi kule kwa Daniel inasemaje? Basi Mungu akawapa nini watu hao? Maarifa na nini? Na hekima. Amen. Lakini Daniel akapata ufahamu wa nini? Wa maono. Sasa sina muda hautoshi kuelezea hiyo habari na kufundisha kielimu. Sababu kuna vitu vingi. Sababu Daniel, Meshaki, Abednego na Shadrach walikuwa ni, tunaita kwamba kwa lugha labda nyepesi, ni wahitimu wa chuo kikuu cha mfalme Nebukadnezar, ambaye mkuu wa chuo alikuwa anaitwa Ashpenazi. Manake mfalme Nebukadnezar baada ya kuwachukua wana wa Israeli na kuwapeleka katika nchi ya Shinari, kilichokuja kutokea kwamba akataka wasaidizi. Akamwambia Ashpenazi awalete baadhi ya Wayahudi. Kati yao baadhi ya Wayahudi walikuwa Daniel, Shadrach, Meshaki na Abednego. Amen. Walipoleta, afu yule mfalme akawapa full sponsorship kwamba akawalipia ada kwa miaka 3 wafundishwe nini? Elimu ya Wakaldayo na lugha ya Kikaldayo. Sasa kilichotokea kwamba Mungu naye akaenda kule shuleni. Sema Mungu naye akaenda huko shuleni. Alipoenda huko shuleni, Biblia haituambii walichukulia Wayahudi wangapi, lakini wengi. Alipoenda kule shuleni akakamata roho ya Daniel, akakamata roho ya Meshach, akakamata roho ya Abednego, akakamata roho ya nani? Ya Shadrach. Akaeka roho yake. Wakakataa kile chakula cha mfalme. Wakalishwa mtama na nini? Na maji. Sasa hapa mstari wa 17 inatuambia baada ya miaka 3 Mungu aliwafanyia kitu cha zaidi. Na sasa tutamani kwamba hawa form 4 Mungu awafanyie kwenye kipindi hiki cha wiki 2 wiki 3, awafanyie kitu cha zaidi. Awafunulie akili zao wapate ufahamu. Hata kama walikuwa wanafeli, hata kama walikuwa hawaelewi, kuna masomo walikuwa wanaogopa, Mungu anaweza akaingilia kati akafanya muujiza wake. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hasa masomo yale ambayo wanafunzi wengi wanafanya. Naomba nitaje masomo ili uweze kuyataja kwenye maombi. Sema amen kama unanisikiliza. Amen. Somo la hisabati. Somo la pili linaitwa fizikia. Somo la tatu linaitwa kemia. Narudia, somo la kwanza ni hisabati, wanafanya wanafunzi wote wa nchi ya Tanzania. Sema hisabati. Ambayo kwamba kuna imani fulani ambayo mimi siamini kwamba hisabati ni ugonjwa wa taifa. Mimi nasema hapana, hisabati si ugonjwa wa taifa. Hisabati ni somo la kutatua matatizo ya kitaifa. Sasa hizo ni fikra kidogo tofauti. Kwa hisabati, fizikia, kemia,
biolojia, somo la 4. Andika haya masomo: Kiingereza, Kiswahili, kwa sababu tukiingia baadaye kwenye maombi utaanza kuomba hewani. Sitaki mimi waombaji wanaoomba hewani. Nataka waombaji wanaoomba kile kitu ambacho wanaofahamu. Na ndio maana tumepita kwenye mafundisho kuimarishana, ili tukienda sasa wakati wa kubeba, tunabeba kweli kweli bila kubahatisha. So shetani akaja kutupiga chenga. Somo la kwanza nimesema nini? Hisabati. La pili fizikia. La tatu kemia. La 4 biolojia. La 5 Kiingereza. La 6 Kiswahili. La 7 jiografia. La 8 civics au raia. Kwa unaweza kaandika civics au raia. La 9 historia. Kwa somo ambalo si wengi wanasoma ni physics na chemistry, ambalo ni wachache. Lakini leo baki 7 kila mwanafunzi wa kidato cha 4 anafanya. Lakini pia kuna masomo mengine ya ambapo kwenye shule chache wanasoma. Kuna somo la agriculture, kilimo. Kuna somo la Bible knowledge. Mungu basi hawatoi kina Daniel wanaofahamu andiko. Kuendelea kubeba. Unadhani kwamba manake wanaweza tu wasiseme, lakini hata wachungaji wengi, maaskofu wengi wamepitia Bible knowledge, wamesoma wakiwa kwa sekondari kama hawajapitia seminari. Alafu la 12 commerce. La 13 bookkeeping. La 14 engineering science na mengineo yako mengi sana masomo ambayo yanakuwa yanafanyika. Lakini haya tu ni machache ambayo nimeona niweze kukutajia. Sema amen kama unanielewa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Agenda 4. Sema agenda 4. Sema agenda 4. Tunakaribia kuomba. Nakaribia kuomba. Andaa moyo wako. Usikae kiasara. Kuombea kumbukumbu za wanafunzi wa kidato cha 4. Agenda 4, tuombee kumbukumbu za wanafunzi wa kidato cha 4. Kumbukumbu, sema kumbukumbu. Mfumo wa elimu wa Tanzania unadai kumbukumbu. Yaani unadai mtu awe na kumbukumbu nzuri hata kuliko uelewa wakati mwingine. Sababu nimesoma katika mfumo wa Tanzania naelewa. Kwa kumbukumbu kwa Kiingereza memory, yani to remembrance. Kwa unafahamia kwamba what is chemistry? Lazima uweze kukumbuka ile tafsiri ya kwenye kitabu inasemaje. Sasa hapo manake kumbukumbu shetani akicheza nazo, utakumbuka what is chemistry ukiwa unajiandaa. Ukienda kwenye chumba cha mtihani kama kuna mtu kapuliza Yohana Mtakatifu sura ya 14 mstari wa 26, mahali pa kusimamia. Jibu lipo kwenye Biblia. Mwambie mwenzako, haya mambo yote, haya matatizo yote, jibu lipo kwenye Biblia. Yohana Mtakatifu sura ya 14 mstari wa 26. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo majibu yapo kwenye Biblia. Sisi tu ndo tutakuwa vivu wa kuyatafuta. Yohana Mtakatifu sura ya 14 mstari wa 26, Biblia inasema hivi: lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Narudia tena. Hii mimi nimetumia sana wakati niko katika elimu yangu ya chuo mimi binafsi. Kwa hiyo ninachokufundisha ni ushuhuda kwangu mwenyewe. Lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anasubiria mwaliko kwamba Roho Mtakatifu tunakukabidhi watahiniwa wote wa kidato cha 4. Wafundishe yote alafu wakumbushe yote. Amen. 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 Swala la kumbukumbu ni swala muhimu sana katika mtihani. Kwa nini? Kwa sababu fikiria mtu unafundishwa miaka 4 somo la hisabati, mwaka wa kwanza, wa pili, ni 38. Kuanzia kidato cha kwanza mpaka kidato cha 4. Sasa hizo mada au sura 38 anaenda kupimwa kwa masaa 3. Kwa hiyo hataweza kuulizwa kila kitu. Amen. Lakini hapo pia kwenye kile kipengele cha ufahamu na hiki kipengele cha kumbukumbu tuna nini? Kwa sababu naona kwamba Roho Mtakatifu atawafundisha yote na kuwakumbusha yote. Tuongezee pia kipengele kingine. Kipengele gani? Kwa wanapokuwa wanajiandaa, Roho Mtakatifu basi awaonyeshe mtihani. Sio walimu waonyeshe mtihani au kwamba wasovu nyago maana yake kama mtihani ambao unavuja. Roho Mtakatifu awaongoze ili wasome kile kinachotoka sikichache. Roho Mtakatifu si amechungulia, anajua maswali gani aliyotungwa. Amen kanisa. Amen. Maana yake kwamba sababu atakachoenda kupimwa ni maswali 14 kwa somo la hisabati. Maswali 10 section A, maswali 4 section B. Amen. Na kama unanisikiliza pia na wewe ni mwalimu wa olevu, maana yake una jukumu la kuombea watoto. Sababu hata naye mpaka umekuwa mwalimu kuna watu walikuombea hata kama hujui. Ila Mungu anajua. Amen.
Kwa hiyo ni wito ambao tunao. Kwa mimi nasimama kwenye dhamu yangu. Ajenda ya 5. Sema ajenda ya 5. Ajenda ya 5. Ile naombea nini? Ajenda ya 4 nini? Kumbukumbu. Ajenda ya 5. Kuombea kiu ya kusoma kwa bidii na kuelewa wanachokisoma. Ndio ile sasa manake Roho Mtakatifu aonyeshe mtihani. Kuna wengine wataota. Kwa mfano kuna mwanafunzi wangu mmoja ambaye yuko hapa anasema yeye alikuwa anaweza akaota maswali ya kwenye mtihani ambao ni Sara. Kona hapa. Bongo kweli sana. Na akienda anayakuta. Sasa hiyo sio kama naiba mtihani. Hiyo ni Roho Mtakatifu anakusaidia. Sababu anayajua ambaye atakayokuja. Anajua maswali ambayo atakayoulizwa. Kwa nini ustruggle? Kwa nini uhangaike? Kwa hiyo Biblia inasema usijisumbue kwa neno lolote. Hasa hii ajenda ya 5, hii ni muhimu sana kwa wanafunzi wavivu. Na hasa wale ambao walikuwa wameokoka na kuanza kuweka akili pembeni. Nimesema ajenda ya 5 nini? Kuombea kiu ya kusoma kwa bidii. Sema kwa bidii. Na kuelewa wanachosoma. Kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ya 4 mstari wa 13 mpaka wa 17. Timotheo wa kwanza sura ya 4 mstari wa 13 mpaka wa 17. Sema amen kama umefika. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Amen. Leo ndo leo lazima shetani aweze kufeli. Amen. Kitabu cha waraka wa kwanza Timotheo sura ya 4 mstari wa 11 mpaka wa 16. Sio 17 samahani. Sura ya 4. Sura ya 4 mstari wa 11 mpaka wa 16. Kama wewe ni kidato cha 4 unanisikiliza, unanifuatilia, shika sana hii mistari. Kama pia una mtihani kidato cha 6, fuatilia sana haya mafundisho, yatakusaidia sana. Sababu hiki ninachokufundisha ni kitu ambacho au ni mbinu ambazo Mungu alinipa nikiwa nasoma chuo. Mimi nikiwa niko kidato cha kwanza mpaka cha 4 sikuokoka, kwa sikujua maombi. Na nilikula hasara. Amen. Mwambie jirani yako na hasara kuwa nje ya Yesu. Na hasara kuwa nje ya Yesu. Okay. Hasa kitabu cha Timotheo wa kwanza, waraka wa kwanza Timotheo sura ya 4 mstari wa 12 inasema hivi: mambo hayo uyaagize na kuyafundisha. Mtu awaye yote asiudharau ujana wako, bali uwe kielelezo kwa waaminio katika usemi na mwenendo, na katika upendo na imani na usafi. Hata nitakapokuja, ufanye bidii katika kusoma na kuonya na kufundisha. Narudia huo mstari wa 13, 14, 15, 16, andika homework. Sababu mwalimu yote anataka kuacha homework, andika hiyo ni homework, kazi ya nyumbani. Biblia inasema hivi. Mstari wa 13. Timotheo wa kwanza 4:13. Sema Timotheo wa kwanza 4:13. Timotheo wa kwanza 4:13. Uko pale, sema amen kama umefika. Amen. Hata nitakapokuja, huyu ni Paulo anamwandikia mwanafunzi wake Timotheo. Hata nitakapokuja, ufanye bidii katika kusoma. Sema ufanye bidii katika kusoma. Ufanye bidii katika kusoma. Na kuonya. Na kuonya. Na kufundisha. Na kufundisha. Amen. 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 Kuna mistari mingi sana kwenye Biblia yanaonyesha yanafundisha bidii ya kusoma. Iko mingi sana. Roho Mtakatifu nitahadharisha kulingana na muda ambao tunao, nisiweze kuja nikakuchanganya badala ya kukusaidia. Kwa ndio maana unakuta amenipa, lakini wewe utakapokuwa katika maombi ni ruksa kabisa kuendelea kuongeza vitu ambavyo Roho Mtakatifu atakuwa anafanyaje, anakuongeza. Amen. 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 Kwa haufungwi, unaweza hata Roho Mtakatifu anaweza hata kukupa neno lingine tofauti na hili nalokupa. Sababu yeye ndiye anayejua kitu gani unachotakiwa kusukuma. Amen. Amen. Sasa unisikilize vizuri. Naomba unisikilize. Naomba unisikilize vizuri. Lakini hapa unaambia roho niongezee kitabu cha Mwanzo sura 41. Mwanzo 41 mstari wa 37, 38 na 39. Mwanzo 41 mstari wa 37, 38 na 39. Kumbuka kule Timotheo aliambiwa nini? Ufanye bidii katika kusoma. Hasa twende Mwanzo 41 mstari wa 37, 38 na 39. Biblia inasema hivi: neno hilo likawa jema machoni pa Farao na machoni pa watumwa wake wote. Mstari wa 38. Farao akawaambia watumwa wake, tupate wapi mtu kama huyu mwenye roho ya Mungu ndani yake? Ndio swali la kwanza. Alafu pointi ya kwanza. Alafu 39. Farao akawaambia Yusufu, kwa kuwa Mungu amekufahamisha hayo yote, hapana mwenye akili na hekima kama wewe.
Sasa unisikilize vizuri. Unisikilize. Hapa kuna mkanganyiko ambao upo kwenye kanisa, ambao hata mimi mwenyewe nilikanganyikiwa, baadaye Mungu akanisaidia. Sasa huenda naye unanisikiliza, unanitazama, ambaye kwa hapa huenda unakwama hapa. Sasa naomba unisikilize vizuri, na huenda kama ni mtihani unakwama hapa. Amen. Amen. Changamoto ambayo tunayo kwenye siku hizi za mwisho ni kuchanganya roho wa Mungu na akili. Hiyo ndio changamoto ambayo tunayo. Kivipi? Ukikuta watu ambao wameokoka na Bwana kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao, kinachokuja kutokea ni kwamba wakishaokoka, ghafla, sijui kama wanakutana na mafundisho au wao wenyewe wanajiondoa katika mazingira ya kutumia akili. Maana yake wanaanza kuishi kwa muujiza. Kwa mahali popote ambapo muujiza upo na yeye. Amen. 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 Bwana Yesu asifiwe. Narudia hiyo point. Watu wengi waliookoka hata watahiniwa kidato cha 4. Hao hata pia ambao wako shule ya msingi, wako sekondari, wakishaokoka, ghafla shetani analeta mafundisho na ufahamu ambao si sahihi kibiblia. Upi? Ya kwamba akili sasa hazina nafasi. Na anaweza kampa na mistari ya kwenye Biblia kwamba tunaenenda kwa roho wala sio kwa nini? Kwa kuona. Amen. Amen. Ya maana kwamba maana ninapookoka anaanza kuambia kwamba napookoka mambo yote yanakuwa mapya. Kwa hiyo maana yake anaanza kuona kwamba Yesu anapokuja hahitaji akili ya mtu aweze kutumia. Sasa kitu kingine kinachokuja kutokea pia, endelea kufanya utafiti. Hii ni kitu wanafanya utafiti. Wafuatilie wasome wakubwa sana ambao wana akili. Nao sehemu kubwa hawamtaki Mungu. Amen. Yaani hao wanaomtaka Mungu wanaweka akili pembeni. Wanaweka bidii pembeni. Wanaweka kwamba yale maelekezo ambayo Mungu ameyatoa ili uweze kupata baraka zake, wanaweka pembeni. Alafu huyu naye mwenye akili, kinachokuja kutokea kwamba sasa amesoma, ana akili sana, Mungu amemjalia kuwa na akili, anamweka Mungu pembeni. Kuna mafanikio hapo? Hakuna. Amen. Kwa hiyo ndio maana anachosema kwamba ni jambo ambalo Roho Mtakatifu anahangaika na kizazi chetu sana. Jinsi gani ya kuchanganya roho wa Mungu na akili. Na ukitaka kujifunza, fuatilia kwenye maisha ya Yusufu. Unaona hapa Farao anawaambia hivi, tupate wapi mtu kama huyu mwenye roho wa Mungu. Alafu akaja pale mstari wa 39, angalia, akamwambia hivi, Farao akamwambia Yusufu, kwa kuwa Mungu amekufahamisha hayo yote, hapana mwenye akili na hekima. Sema mwenye akili na hekima. Kama wewe. Kwa Yusufu alikuwa na vitu hivi vitatu alivyokuwa anavitumia kwenye nafasi ya waziri mkuu ambaye Mungu alimpa hiyo nafasi. Ya kwanza, roho wa Mungu. Sema roho wa Mungu. Ya pili, akili. Ya tatu, hekima. Amen. Sasa mimi naelezea hii ajenda kwamba kuombea kiu ya kusoma kwa bidii na kuelewa anachosoma. Baba, manake pamoja na kwamba Yusufu alikuwa anaenda kwenye maombi, lakini lazima asome mambo mbalimbali ya uchumi kwa bidii. Amen. Pamoja na kwamba Timotheo alikuwa anaenda kwenye maombi, anasoma Biblia, anaifahamu Biblia kuanzia mwanzo mpaka Ufunuo, lakini aliagizwa na mwalimu wake ambaye ni Mtume Paulo kwa Roho Mtakatifu kwamba afanye bidii katika kusoma. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Sasa maana yake kwa sababu tunawaombea, wakishasikia tumeshaombea, wanaanza kurelax, wanasubiria muujiza. Bwana, mimi it is finished there at church. I'm waiting just to pass. No. Haiendi hivyo. Amen. Amen. Kwa lazima tuwaombee kiu ya nini? Ya kusoma kwa bidii. Kusoma kwa bidii ni kibiblia. Mwambie mwenzio kusoma kwa bidii ni kibiblia. Kusoma kwa bidii ni kibiblia. Tena mwambie kusoma kwa bidii ni kibiblia. Kusoma kwa bidii ni kibiblia. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa lazima tuwaombee hicho kitu. Lazima. Sababu shetani anapambana nacho. Ajenda ya 6. Mwambie mwenzio ajenda ya 6. Ajenda ya 6. Alafu mwambie jiandae sasa tuende kuomba. Kuombea Waombea wanafunzi wa kidato cha 4 wajazwe nguvu za Roho Mtakatifu ili ziondoe kila hofu ya mtihani wa taifa. Sema hofu. Hofu. Sema hofu. Hofu. Jamani, tunaofanya mitihani tunajua. Wakati mwingine kinachotuferisha si kutokujua, ila hofu, homa, panic. Amen. Amen. Yaani kama vile unaenda kufa. Lakini hauendi kufa. Haya, tunasimamia Yoshua sura ya 1 mstari wa 1 mpaka wa 8. Kitabu cha Yoshua sura ya 1 mstari wa 1 mpaka wa 8. Muulize mwenzako, imani inanyanyuka? Imani inanyanyuka. Kujibu nini?
Amen. Kitabu cha Yoshua sura ya kwanza mstari wa 5 mpaka wa 8. Okay, tunasoma. Yoshua, kitabu cha Yoshua sura ya kwanza mstari wa 5 mpaka wa 8. Nasoma mstari michache. Mstari wa 5. Hapata kuwa na mtu yeyote atakayeweza kusimama mbele yako siku zote za maisha yako. Huyu ni Mungu anaongea. Sema Mungu anaongea. Uwe hodari na moyo wa ushujaa, maana ni wewe utakayewarithisha watu hawa nchi hii niliyowaapia baba zao ya kwamba nitawapa. Alafu mstari wa 7. Uwe hodari tu na ushujaa mwingi. Uangalie kutenda sawasawa na sheria yote aliyokuamuru Musa mtumishi wangu. Usiache kwenda mkono wa kuume na au wa kushoto, upate kufanikiwa sana kila uendako. Amen. Amen. Sana hapo nisikilize hapo, nielezee kwa kifupi hapo, alafu twende kwenye agenda zingine, tuanze maombi. Amen. Amen. Anza endelea kujiandaa kwa ajili ya kuweza kusukuma. Sasa unisikilize. Yoshua ni mrithi wa huduma ya Mungu ambayo ilikuwa ndani ya Musa. Sasa ukisoma vizuri jinsi Musa alivyokufa, hakufa kikawaida na hakuzikwa kikawaida. Hata kaburi lake halijulikani. Manake alienda juu ya mlima akaitazama nchi ya ahadi ya Kanaani, alafu Mungu akafa, Mungu akamzika huko huko. Sasa Yoshua alishaandaliwa kwa sababu manake Musa alishaambiwa kwamba wewe Kanaani ufiki. Amen. Akaandaliwa, akaombea na upako na nguvu za Mungu zikawa juu yake. Lakini hakutaka kuanza kazi ile ya kuwavusha wana Israeli mto wa Jordan pasipo kuwepo na sauti ya Mungu. Kwa nini? Musa alikuwa na kawaida kwenda kwenye maombi, anawaaga kwamba naenda kwenye maombi, alafu akakaa huko siku 40 alafu akatokea. Mpaka ni mkazania kwamba amekufa, alafu akatokea. Soma kitabu cha Kutoka sura ya 24, 25, 26, 27, 24, 29, 30, 31. Amen. Wana wa Israeli kwa sababu Musa aliwaaga na akamwachia ofisi ya Haruni pamoja na Huri. Akamwambia hivi, mimi naenda kwa Bwana kupata maelekezo. Alienda watu wakitarajia kwamba atarudi jioni. Ukisoma Biblia, alienda kwanza, alafu Mungu akaa kimya siku 6. Ghafla utukufu wa Bwana ukaja ukashuka. Mungu akaongea na Musa na akafunga kwenye maombi ya kufunga usiku na mchana siku 40. Huku wendao wanamsubiria, hakuna safari kwa sababu hayuko Mungu. Musa alikuwa na Mungu. Amen. Na baada ya kuona anakawia, maana yake wana wa Israeli wakamwendea Haruni akamwambia tufanyizie nini? Ndama. Kwa sababu hatujui kilichompata Musa, hatujui kaishia wapi. Fanyisia ndama ituongoze kupeleka Kanaani. Amen. Nimekupa tu hapo samani. Kwa hiyo maana yake Yoshua hakutaka kukurupuka kwa sababu alijua huyu ndugu anaweza akaenda kwenye maombi asubuhi, ukijua anarudi jioni, anarudi siku ya 40. Kwa sababu alipotengeneza ndama na kuiabudu, ghafla Musa akatokea. Amen. Okay, sawa. Sasa hiyo sina muda wa kuweza kuelezea, kina jaribu kuelezea. Sasa kilichokuja kutokea kwamba kumbuka Yoshua alikuwa ni mmoja kati ya wapelelezi 12 ambao Musa aliwatuma kwa ajili ya kwenda kuipeleleza nchi ya Kanaani. Na wapelelezi 10 walileta habari mbaya ya kwamba kule kuna nini? Majitu. Yoshua na Kalebu walikuwa na roho nyingine. Walimwamini Mungu ya kwamba Mungu anaweza kashughulikia ile majitu na tukaingia kwenye ile nchi. Soma kitabu cha Hesabu sura ya 13 na sura ya 14 utakuta habari hiyo. Sasa ghafla wakati Yoshua na Kalebu wanavyozungumza na wanavyotoa ile ripoti kwa wana wa Israeli mbele ya Musa, Yoshua alijua kwamba Musa ndiye atakayewaongoza wana wa Israeli mpaka waingize nchi ya nini? Kanaani. Sasa ghafla Musa amekufa. Na yeye anajua kule kuna nini? Majitu. Na wamekaa miaka 40 jangwani. Huenda majitu yameongezeka kule. Amen. Kwa ghafla hofu ikaanza kufanyaje? Kumwingia. Mungu akaanza kushughulika na hiyo hofu. Na alianza kushughulika na hiyo hofu kabla ya Yoshua kuanza kunyanyua mguu. Ona sisi tunatamani. Tunajua hofu kwa ajili ya wanafunzi wa kidato cha 4 inaweza ikawa inapanda level usiku wa leo, siku ya kesho Jumapili, usiku wa Jumapili, Jumatatu sasa. Asubuhi ile unaweza ukavuruga kila kitu. Amen. Lakini unaona kabisa Mungu alipoona ile hofu akasema huu ndo mtaji. Amen. Akaambia kwamba hakutokuwepo na mtu yote atakayeweza kusimama na wewe. Kwa Mungu atume neno lake. Ashughulike na hofu ambayo inaingia watahiniwa wa kidato cha 4. Sema amen. Amen. Sema amen. Kwa nguvu za Mungu zikijaa, hofu inaisha. Sababu Yoshua alikuwa ni mshindi, alienda. Manake akazunguka, manake ukuta Yeriko, manake siku 7, alafu ukuta ukaanguka, akashughulika nao kweli kweli. Amen. Nini kilichomsaidia? Nguvu za Mungu zilizokuwepo ndani yake. Kwa hiyo akiona jeshi la wanawake kwamba watu wa ile nchi wa Yeriko, alikuwa analiona kwamba yani ni wadogo sana kwa ajili ya Mungu wangu.
Sasa manake na hawa wanafunzi kwa kuombea akiingia kwenye mtihani sasa, wewe swali rahisi sana. Wewe nishakupata tangu jana. Umekuja leo, umechelewa. Mimi jana nimeshakusolve. Amen. Amen. Haleluya. Yesu ni mzuri. Ajenda ya 7. Sema ajenda ya 7. Ajenda ya 7. Ajenda ya 7, tuwaombee wasimamizi wote wa mtihani wa taifa wawe waaminifu katika jukumu la usimamizi wa mitihani. Kwa hiyo kwa kifupi unaweza andika uaminifu wa wasimamizi. So unajua mambo wanayofanya Amen. Tunajua mambo wanayoweza kufanya au akashawishiwa kufanya. Kuvujisha nini? Mtihani, si ndio? Amen. Amen. Mathayo sura ya 25 mstari wa 45 mpaka 47 na kitabu cha Daniel sura ya 6 mstari wa 1 mpaka wa 4. Mathayo 25:45 mpaka 47. Daniel 6:1 mpaka 4. Amen. 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 Mathayo ngapi? 25:45 mpaka ngapi? 47. Biblia inasemaje? Inasema hivi. Naye Mathayo ngapi? Niwaambie 25:45 mpaka 47. Amen. Hapana, Mathayo 24. Rekebishe, Mathayo 24 mstari wa 45 mpaka 47. Rekebisha sura tu, mstari ni sahihi. Mathayo 24:45 inasema hivi, ni nani basi yule mtumwa mwaminifu mwenye akili ambaye bwana wake alimweka juu ya nyumba yake awape watu chakula kwa wakati wake? Heri mtumwa yule ambaye bwana wake ajapo atamkuta akifanya hivyo. Amin nawaambieni, atamweka juu ya vitu vyake vyote. Kati ya kitu ambacho kinasababisha wasimamizi wengi wadanganyike ni njaa. Sema njaa. Sema njaa. Njaa na tamaa. Amen. Hasa sisi haina haja ya kuwasema sana au kufanyaje, tunafahamu mazingira ambayo wanakuwa wanapitia. Sisi tunasema na Mungu aliye hai. Amen. Amen. Ajenda ya 8. Mwambie mwenzi ajenda ya 8. Mwambie mwenzi ajenda ya 8. Tuombee nguvu ya kushinda usingizi na uvivu wakati wa mtihani. Tunaona hiyo ajenda iko kwa muhimu. Sasa kuna mwingine hapa anasema kwamba mwalimu inatosha basi inatosha tutasahau. Hizi ni ajenda ambazo tunataka tuendelee kuziombea mpaka tarehe 2 mwezi wa 12 mwaka 2021. Kuombea nini? Nguvu ya kushinda uvivu, kushinda usingizi na uvivu wakati wa mtihani. Ni ajenda muhimu au si muhimu? So unajua ndio kipindi ambacho usingizi ndio unakuja sasa. Yes. Unasema ngoja ngaale kidogo afu utakuja kuniamsha. Unashangaa, unashtuka asubuhi swala. Unajua hapa tayari nimeshafungwa magoli. Amen, yani nimeshashindwa. Mathayo sura 26 mstari wa 36 mpaka 46. Hapo huwa kwenye kitabu cha Mathayo. 26 sura 26 mstari wa 36 mpaka 46. Tasoma michache. Sema amen kama umefika. Haya ni maneno ya Yesu. Mstari wa 36, Mathayo 26:36. Kisha Yesu akaenda pamoja nao mpaka bustani itwayo Getsemani. Akawaambia wanafunzi wake, ketini hapa hata niende kule nikaombe. Akamchukua Petro na wale wana wawili wa Zebedayo. Akaanza kuhuzunika na kusononeka. Mstari wa 38. Ndipo akawaambia, roho yangu ina huzuni nyingi kiasi cha kufa. Kaeni hapa mkeshe pamoja nami. Mstari wa 39. Akaendelea mbele kidogo akaanguka kifulifuli. Akaomba akisema, Baba yangu, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke, walakini si kama nitakavyo mimi, bali kama utakavyo wewe. Mstari wa 40. Akawajia wale wanafunzi wake akawakuta wamelala. Sema akawajia wale wanafunzi wake akawakuta wamelala. Akawajia wale wanafunzi. Kwa Yesu akawajia watahiniwa wa kidato cha 4 akawakuta wamelala. Amen. Tunakumbuka kuna ajenda kule ambayo tumeomba Roho Mtakatifu afunulie maswali yanayotoka. Ndio. Sasa manake Roho Mtakatifu anakuja na maswali ambayo atakayotoka na mkuta mheshimiwa amelala. Na yuko katika usingizi mzito sana. Amen. Haya, akasema hivi sasa akamwambia Petro, huyu ni Yesu anaongea. Je, hamkuweza kukesha pamoja nami hata saa moja? So akesha masaa 12 hata saa sema saa moja. Sema saa moja. Saa moja. Alafu mstari wa 41. Kesheni muombe, msije mkaingia majaribuni. Roho irazi lakini mwili ni dhaifu. Ukiendelea kusoma utaona Yesu akarudi kuomba. Baada ya kurudi kuomba akarudia mara ya pili, akakuta amelala tena macho yake yamekuwa nini? Mazito. Amen. Akarudi kuomba tena.
Alipomaliza kuomba, ukisoma mstari wa 43 mstari wa ukisoma mstari wa 45, kisha akawajia wanafunzi wake akawaambia, laleni sasa mpumzike, tazama saa imekaribia na mwana wa Adamu anatiwa katika mikono ya wenye dhambi. Ndugu zangu, ninachotaka kuambia hivi, wengi tunaomba lakini si wengi tunafuatilia majibu. Hii sura inaonyesha Yesu akiomba agenda 6 kwa baba yake. Kuna nyingine alimkatalia, lakini inaonyesha hali aliyokuwa nayo Yesu wakati ana kiu ya kuomba. Lakini pia inaonyesha hali ambayo Yesu amekuwa naye baada ya Mungu kumjibu. Amen. Tunapokuwa tunaomba, si wengi tunatofautisha hizo hali. Kwa sababu kama Mungu amekujibu, hata kama ile jibu halijadhihirika, unatakiwa kuendelea kumshukuru Mungu. Unatoka kwenye kuomba, unakuja kwenye kumshukuru Mungu kwa sababu amekusikia kile ulichokuwa unaomba. Amen. Hasa changamoto ambayo Yesu alikuta wanafunzi wa Yesu, Petro, Yohana na nani? Na Yakobo. Manake wale walikuwa ndo watu wa karibu, ndo wana maombi wa Yesu. Wakaenda Getsemane kwenda kuomba, lakini wakapiga nini? Ponchi. Yesu akawafuata, oya, halo, ndugu, amka. Lakini walishindwa ule mtihani. Sasa usidhani kwamba shetani aliyowakamata kina Petro, Yohana na Yakobo wa pale Getsemane kwamba hawezi kuwakamata pia watahiniwa kidato cha 4 kwa mwaka huu. Anaweza akawakamata kwenye usingizi. Si kila usingizi unatoka kwa Bwana. Amen. Ila ule usingizi ambao Bwana anataka apumzike upo, kwa sababu alikuwa unaona baada ya kumaliza maombi aliwaambia sasa pumzikeni. Laleni sasa pumzikeni. Kwa wewe kama mwanafunzi, kuna namna ukisoma mpaka ukifika mahali fulani sasa hapa naweza nikalala na amani. Sasa amani ya Kristo ndio inayoamua kwamba hapa lale au hapa naendelea kupambana. Amen. Amen. Agenda ya 9, sema agenda ya 9. Utukufu wa Mungu ujae vyumba vyote vya mitihani ya kidato cha 4 kila siku. Mungu zijae. Sasa hapa nazungumzia eneo. Zile kwa nazungumzia watahiniwa zijae. Amen. Zijae kwenye nini? Vyumba vyote vya mitihani ya kidato cha 4 kila siku. Kutoka 25 mstari wa 8. Kutoka 40 mstari wa 34 mpaka 35. Hagai 2 mstari wa 9. Matendo ya Mitume 2 mstari wa 1 mpaka wa 4. Amen. Tasoma michache. Tasoma Matendo ya Mitume tu sura ya 2 mstari wa 1 mpaka wa 4. Tuna wengi wanaifahamu. Hiyo iliyobaki homework, andika homework. Sasa tulishakubalia kwamba hili ni kongamano ambayo nataka tuendelee nalo kila siku mpaka vita itakapoisha. Narudia tena. Kitabu cha Kutoka sura ya 25 mstari wa 8 ambayo inasema kwamba wanifanyie patakatifu nipate kukaa pamoja nao. Alafu kitabu cha Kutoka sura ya 40 mstari wa 34 mpaka 38 ambayo inatueleza utukufu wa Bwana ulivyojifunua baada ya Musa kujenga hema. Amen. Kwa sababu ule utukufu ulikuwa unaonekana mchana kama nini? Kama moto. Amen. Yaani mchana unaonekana kama wingu, usiku ukaonekana kama moto. Amen. Alafu pia kitabu cha Hagai sura ya 2 mstari wa 9 ambayo inasema kwamba na utukufu wangu wa mwisho utakuwa ni mkuu zaidi kuliko utukufu wa kwanza wa nyumba hii. Yaani utukufu wa mwisho, maana utukufu wa nyumba hii utakuwa ni mkuu kuliko utukufu ule wa kwanza. Amen. Hiyo ni Hagai 2:9. Lakini Matendo ya Mitume 2:1-4. Ambayo hii ni mistari mengi sana tunasoma tunapoomba nguvu za Roho Mtakatifu, lakini kuna kitu pale wengi hatukioni. Haya, twende Matendo ya Mitume 2:1-4. Biblia inasema hivi, hata ilipotimia siku ya Pentekosti walikuwa wote mahali pamoja. Mstari wa 2. Ukaja ghafla toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu ukienda kasi, ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Mstari wa 3. Kukawatokea ndimi zilizogawanyikana kama ndimi za moto ulioakalia kila mmoja wao. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Sasa mimi nilichoonyeshwa kwenye maombi wakati ninapojiandaa na ile kongamano ni mstari wa 3. Kukawatokea ndimi zilizogawanyikana kama ndimi za moto ulioakalia kila mmoja wao. Turudi pale mstari wa 2. Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 2. Kukaja ghafla toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu ukienda kasi, ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Amen. Sasa kumbuka ajenda inasemaje? Tuombe utukufu wa Mungu ujae vyumba vyote vya mitihani ya kidato cha 4 kila siku. Kuanzia tarehe 15 mwezi wa 11
mwaka 2021 mpaka tarehe 2 mwezi wa 12 mwaka 2021. Uwe ni mtahiniwa au si mtahiniwa, ila Mungu anakujua kwamba ni muombaji. Tunaweza tukatumia kinywa chetu na Mungu akatusikia na utukufu wa Mungu na nguvu za Mungu zikajaa. Amen. Hivi unafikiriaje kwamba kwa mfano mtu yuko pale kwenye mtihani ananena kwa lugha ribarakashiko, lakini kimoyo moyo, yani nake kwamba anashanga mswali, anaona kwamba kama vile yani manake kashiko. Unaonaje? Amen. Unaona kabisa kuna ushindi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Sababu kunena kwa lugha ni lugha ya mbinguni. Huku wanadamu hawezi kuelewa, shetani haelewi, watu hawezi kuelewa. Unaongea na Mungu wako. Amen. Amen. Agenda ya 10 ambayo ndio ya mwisho. Mwambie mwenzie agenda ya 10 ambayo ndio ya mwisho. Kwa hiyo jiandae sasa, twende vitani. Tumshukuru Mungu kwa ajili ya kusikia na kujibu maombi yetu haya. Shukrani. Ukiwa unamwomba Mungu usisahau kumshukuru. Amen. Amen. Iko mistari mingi sana ya kushukuru, mingi sana. Mimi kwa binafsi siku ya Jumamosi manake masaa 24 ya Jumamosi ni siku yangu ya kumshukuru katika kila wiki. Na ilitoka mbali sana, lakini naona nguvu za Mungu zikijizirika hasa wakati ninapokuwa namshukuru. Tutasimama na kitabu cha Warumi sura ya 1 mstari wa 8 mpaka wa 11 na Zaburi ya 136 mstari wa 1 mpaka wa 26. Warumi, kitabu cha waraka Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 1 mstari wa 8 mpaka wa 11 na Zaburi ya 136 mstari wa 1 mpaka wa 26. Naomba tusome ile Zaburi kidogo. Itakapokuwa tunafika kumaliza sasa na Zaburi ya kumshukuru Mungu. Mimi natamani sana tujifunze kuomba sawa sawa na maneno ya Mungu. Amen. Mnanisikia kanisa? Tujifunze kuomba sawa sawa na maneno ya Mungu. Maana yake tu quote, yani tunukuu maneno yake. Sababu Mungu yuko sensitive sana na neno lake. Na anavutwa kwa haraka sana mtu anapoamini neno lake. Zaburi ya 136 mstari wa 1 mpaka wa 26. Mimi ndasoma mitatu tu. Sema mitatu tu. Mitatu tu. Inasemaje? Zaburi 136 mstari wa 1. Mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Mshukuruni Mungu wa miungu, kwa maana fadhili zake ni za milele. Mshukuruni Bwana wa mabwana, kwa maana fadhili zake ni za milele. Amen. 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 Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Mmedaka hizi agenda? Mmedaka? Amen. Sasa kama mmedaka, maana yake tumshukuru Mungu kwa ajili ya sehemu hii, na Mungu atuandae sasa kwenda kwenye vita. Mwambie mwenzio kwenda kwenye vita. Kwenda kwenye vita. Maana yake hiyo vita ambayo kwa imetuleta, lakini sasa hivi naamini kabisa Mungu amewapa kitu cha kuwasaidia. Amen. 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 Naamini kabisa, naamini. Na hata mimi pia Mungu amenipa kitu cha kunisaidia binafsi. Kwa hiyo basi tumshukuru Mungu ili tuende katika kipindi cha maombi sasa, kuombea hizi agenda. Usisahau. Lakini nataka tu kuweka angalizo au labda ufafanuzi kidogo utakapoenda katika hatua ya maombi. Kuna namna mbalimbali unavyoweza kumwomba Mungu. Kuna mwingine anaweza kaomba kimya kimya. Kuna mwingine anaweza kajaliwa kuomba kwa sauti. Unaweza ukapiga magoti. Unaweza ukaomba kwa Kiswahili, ukaomba kwa Kiingereza, ukaomba kwa Kinaturu, ukaomba kwa Kimiramba, ukaomba kwa Kisukuma, kwa Kimasai. Unaweza pia ukaomba kwa kunena kwa lugha. Yaani hayo, aina yote hayo ya maombi ziko kwenye Biblia. Amen. Wewe kama hujatafuta, watu tumetafuta, tumeona. Na kama unataka kwa ajili ya further study, yani kujifunza zaidi, tutafutani. Lakini ni vitu ambavyo viko kwenye Biblia na vinafanya kazi. Amen. Kwa hiyo maana yake Roho Mtakatifu akikupa ya kunena kwa lugha, usijaribu kumkunja mkono kumwambia nataka kuomba kwa Kiswahili, hapana. Lakini pia jambo lingine, tuna agenda kuu. Tutaanza kwenda, nitaongoza kidogo kidogo agenda moja baada ya nyingine ili kuweza kupa namna yake ufahamu kwamba basi badilishe gia. Yes, unajua hata gari na gia kadhaa, badilisha gia kidogo. Inawezekana kabisa Roho Mtakatifu ukamata kwenye agenda 2 au 3 kati ya hizi 5. Kati ya hizi 10. Usiziachie. Ng'ang'ana na hizo. Ng'ang'ana na hizo. Inaweza kaa 2, inaweza kaa 3, inaweza kaa 5, inaweza kaa zote 10. Vyovyote vile.
Kwa andaa moyo wako kwa jinsi ambavyo, kwa sababu Roho Mtakatifu ndiye anajua kitu gani kinachotakiwa na wewe amekuandalia ubebe kitu gani. Lakini pia ajenda hizi tuendelee kuziomba. Yaani tuendelee, tusishie tu hapo katika kongamano hili la leo tunapoanza kufungua huu mlango. Tuendelee kuomba katika maombi yetu ya kila siku, tuwashirikishe watu mbalimbali. Hivyo, yaani maana yake tuwe na bidii ya kufanya hiki kitu. Alafu na pia tutege sikio na kuangalia majibu. Amen. Ili tuwe na kitu cha kumshukuru Mungu kama Mungu tulikuwa hatujui kabisa hili jambo, lakini umelianzisha na umefanya kitu kikubwa. Amen. Na wewe pia hata kama unanitazama, manake kuna namna ambapo nitakaweza kushirikisha, tutakaweza kunishirikisha juu ya shuhuda au kitu Mungu alichokuwa amekifanya. Lakini unaweza kutumia comment sections hapa chini kwa ajili ya kuuliza maswali na kwa ajili ya kupata ufahamu zaidi na kushirikishana vitu mbalimbali ambavyo Mungu alikuwa amefanya kwa ajili yako. Kimsingi tu kwamba usijisikie uko peke yako. Tuko wengi. Mungu ana jeshi lake na Mungu ana watu wake. Basi tumshukuru Mungu. Bwana Yesu, nasema asante kwa nafasi hii na asante kwa jinsi ulivyokuwa umetupenda kama Watanzania, ukatupa ajenda 10 za kuweza kuwaombea watoto wetu, wadogo zetu, wajomba zetu, dada zetu, kaka zetu. Bwana, ambao wako katika kidato cha 4, ni watahiniwa wa kidato cha 4. Mungu, ni upendo wa jinsi gani? Mimi kama mimi katika kuwafundisha na katika huduma ya ualimu sijawahi kutenga muda kama huu kwa ajili ya kuomba kwa ajili ya watahiniwa. Ila kwa neema yako nimetii, nimekubali. Haina maana kwamba ninajua sana ajenda za kuombea watahiniwa. Ila Mungu ulinipa nafasi ya kujua haya machache. Na ukanipa kibali cha kuwashirikisha pia na wenzangu. Kwa sababu umenipa kipande cha mkate. Sijui Biblia yote, sijui ajenda zote za maombi. Lakini tunakurudishia shukrani kwa jinsi ambavyo umetufafanulia kwa lugha nyepesi. Roho Mtakatifu ni mwaminifu. Kwa yule ambaye bado ana maswali, kuna mahali hajaelewa, nami naomba toba kama ni mtoto wako. Labda kuna jambo ulitaka niseme sikusema. Labda kuna mahali ulitaka nielezee kwa kina lakini sikuweza kufikia. Mungu, naomba unirehemu na kunitumia tena na kunipa nafasi nyingine tena kusimama katika watakatifu wako. Bwana Yesu, tunakuja mbele zako tukiwa tayari kuunganika na Roho Mtakatifu ambaye yuko ndani yetu kwa ajili ya maombi sasa juu ya ajenda hizi. Kwa sababu kama ukitufundisha na tukiwa hatua ya kuomba ni kazi bure. Na kama endapo pia tukisema kwamba tutaenda kuomba, tunaweza tukakudanganya kwamba tutaenda kuomba na tusiombe. Lakini angalau Mungu umetupa muda wa kuja hapa katika madhabahu haya na kukusanyika. Mungu, naomba tujengee msingi. Hata tunapotembea njiani tunaweza tukaendelea kuomba ajenda hizi mfano amani. Katika jina tunaomba toba juu watahiniwa kidato cha 4 wa jiji la Dar es Salaam. Tunaomba toba juu watahiniwa kidato cha 4 wa jiji la Dodoma. Tunaomba toba juu watahiniwa wa kidato cha 4 Bwana wa Pwani, wa mkoa wa Pwani. Tunaomba toba juu watahiniwa wa kidato cha 4 wa mkoa wa Tanga. Tunaomba toba juu watahiniwa wa kidato cha 4 wa mkoa wa Kilimanjaro. Tunaomba toba juu watahiniwa wa kidato cha 4 wa mkoa wa Arusha. Tunaomba toba juu ya watahiniwa naomba toba juu ya watahiniwa wa kidato cha 4 wa jiji la Arusha. Tunaomba toba juu ya watahiniwa, naomba toba kwa ajili ya watahiniwa wa kidato cha 4 wa Manyara, wa mkoa wa Manyara, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu wewe Bwana, endelea kuomba toba, endelea kuomba toba, endelea kuomba toba, endelea kuomba toba, endelea kuomba toba. Mbingu ziko wazi mahali hapa kusikia toba yako. Tunaomba toba kwa ajili ya wanafunzi wa kidato cha 4 katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti wa mkoa wa Mara. Tunaomba toba kwa ajili ya wanafunzi wa kidato cha 4 watahiniwa kidato cha 4 wa mkoa wa Mwanza. Tunaomba toba kwa ajili ya wanafunzi wa kidato cha 4 Bwana watahiniwa kidato cha 4 wa